Hujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu katika channel yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, lakini pia huwa tunajadili kuhusiana na tetesi mbalimbali za usajili, ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tunaelekea mwishoni katika kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26 na viongozi wa vilabu vyetu vya nchini kwetu Tanzania sasa hivi wako busy sana kuweza kuzitafuta saini za wachezaji tofauti kutoka katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanaenda kuimarisha vikosi vyao kwa ajili ya kukabili vyema msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa kwa maana ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika kwa vile vilabu vikubwa ambavyo vitaenda kushiriki. Na sanjari na hayo pia hii leo bwana, katika pitapita zangu kwenye mitandao ya kijamii asubuhi ya hii leo nimekutana na moja kati ya taarifa kubwa ambazo nimevutiwa kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu mwana True Talk, na kama ilivyo ada ni jukumu langu kuweza kukuhabarisha, kukuburudisha pamoja na kukusogezea zile info zote ama taarifa zote za kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Lakini kabla hatujaendelea kujadili kiundani zaidi kuhusiana na hizo taarifa, mimi nikusihi tu kwa kweli ambaye ndio mara yako kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambayo lipo chini ya video hii, lakini pia washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe ili kusudi wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Sanjari na hayo, ngoja tuende moja kwa moja kwenye taarifa ambayo nimewiwa kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu, na nimekuta moja kati ya vyanzo vikubwa vya habari vya kuaminika hapa, namzungumzia Miki Junior Diarra ameripoti taarifa hii kuhusiana na issue nzima ya ujio wa VAR kwa maana ya video assistant referee nchini kwetu Tanzania hivi karibuni kwa maana ya siku hizi za usoni. Na taarifa yenyewe inasomeka hivi, nitakusomea kwa Kiingereza kama alivyoandika, lakini pia nitatafasiri kwa Kiswahili ili kusudi wote tuweze kuelewa. A major leap for the Tanzanian Premier League is the fourth phase of infrastructure development is now almost completed and paving the way for the video assistant referees VAR to be introduced in domestic football. This historic move, led under the leadership of Wallace Karia, will see Tanzania set a new stand on the continent. Once fully implemented, Tanzania will become the first country across East, West, Central, and Southern Africa to roll out VAR in its league. Amazing. More fairness, more accuracy, more trust in the game. The future is getting closer in Tanzania. Na hivi ndivyo ambavyo ameandika kwa Kiingereza. Sasa nitaenda kukutafasiria kwa Kiswahili ili kusudi wote tusiweze kupitwa na taarifa hii. Kwa Kiswahili inasomeka hivi: VAR inakuja Tanzania hivi karibuni, hatua kubwa kwa ligi kuu ya Tanzania ambapo awamu ya 4 ya maendeleo ya miundombinu iko karibu kukamilika, na hivyo kufungua njia ya kuanzishwa kwa teknolojia ya video assistant referee kwa maana ya VAR katika soka la ndani ya Tanzania. Hatua hii ni ya kihistoria chini ya uongozi wa Wallace Karia. Itafanyika Tanzania kuweka kiwango kipya barani Afrika. Baada ya utekelezaji kamili, Tanzania itakuwa nchi ya kwanza katika Afrika ya Mashariki, Afrika ya Magharibi, Afrika ya Kati, Afrika ya Kusini kuanzisha VAR kwa maana video assistant referee kwenye ligi yake. Inavutia sana kiujumla, na uwazi zaidi, usahihi zaidi ni imani zaidi katika michezo, na mustakabali wa soka Tanzania unazidi kuwa karibu zaidi. Hivi ndivyo ambavyo taarifa hii kutoka kwa mwandishi wa habari nguli Miki Junior Diarra inasomeka kwa upande wa Kiingereza lakini pia kwa Kiswahili. Na hivi ndivyo ambavyo nilikuwa nimeua kushare na wewe mdau wangu wa nguvu mwana True Talk, na kama ilivyo ada, kama ndio mara yako kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya video hii, washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe ili kusudi kwanza kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko
viwanjani. Kama ilivyo ada, ni jukumu letu kuweza kukuhabarisha, kukuburudisha pamoja na kukusogezea zile taarifa ama info zote za kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Sanjani na hayo, ikumbukwe pia kwamba tuko kwenye raundi ya 19 kwenye msimamo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara wa mwaka 2025-26 ikiwa tunaelekea mwishoni kabisa tukielekea katika kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26 kama nilivyosema kwamba tuko kwenye raundi ya 19 na sasa hivi bwana kwa upande wa msimamo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara tukiangalia hapa japo kwa ufupi tunakuta Dar es Salaam Young African Sports Club ndio wanaongoza ligi kwa sasa mara baada ya kucheza michezo 19 wakiwa na points 47, wakishinda mara 14, wakitoa sare mara 5 bila kupoteza mchezo hata mmoja. Lakini pia kwa nafasi ya pili tunakuta Simba Sports Club, hawa wanashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara kwa msimu wa mwaka 2025-26 wakiwa na alama 42 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 12, kutoa sare mara 6 na kupoteza mchezo mmoja. Na kwa Azam FC wao wanashika nafasi ya tatu wakiwa na alama 37 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 9 na kutoa sare mara 10 na bila kupoteza mchezo hata mmoja. Na kwa Singida Black Stars wanashika nafasi ya 4 wakiwa na alama 29 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 8, kutoa sare mara 5 na kupoteza mara 6. Na kwa JKT Tanzania wao wanashika nafasi ya 5 wakiwa na alama 29 sambamba na Singida Black Stars wakiwa wamecheza michezo 19, wakishinda mara 7, kutoa sare mara 8 na kupoteza mara 4. Na kwa upande wa TRA United wao wanashika nafasi ya 6 wakiwa na alama 27 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 7, kutoa sare mara 6 na kupoteza mara 6. Na kwa Pamba Jiji wao wanashika nafasi ya 7 wakiwa na alama 26 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 6, kutoa sare mara 8 na kupoteza mara 4. Na kwa Dodoma Jiji wao wanashika nafasi ya 8 wakiwa na alama 24 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 6, kutoa sare mara 6 na kupoteza mara 7. Na Mtibwa Sugar anashika nafasi ya 9 akiwa na alama 23, kacheza michezo 19, kashinda mara 5, katoa sare mara 8, kupoteza mara 6. Na kwa Namungo FC wanashika nafasi ya 10 wakiwa na alama 22 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 5, kutoa sare mara 7 na kupoteza mara 7. Na kwa Mashujaa FC wanashika nafasi ya 11 wakiwa na alama 21 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 4, kutoa sare mara 9 na kupoteza mara 6. Na kwa Coastal Union wanashika nafasi ya 12 wakiwa na alama 19 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 4, kutoa sare mara 7 na kupoteza mara 8. Na kwa Singida Big Stars wanashika nafasi ya 13 wakiwa na alama 19 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 5, kutoa sare mara 4 na kupoteza mara 10. Na kwa Mbeya City wanashika nafasi ya 14 wakiwa na alama 17 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 4, kutoa sare mara 5 na kupoteza mara 10. Na nafasi ya 15 ni Tanzania Prisons wanashika nafasi ya 15 wakiwa na alama 14 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 3, kutoa sare mara 5 na kupoteza mara 11. Na nafasi ya mwisho kabisa tunamwona KMC anashika nafasi ya 16 akiwa na alama 9 tu pekee mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda mara 2, akitoa sare mara 3 na kupoteza mara 14. Hivi ndivyo ambavyo msimamo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara unaonekana kwa hivi sasa, na hivi ndivyo ambavyo nilikuwa natamani tuweze kuangalia japo kwa ufupi kuhusiana na msimamo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, namna ambavyo vilabu vyetu vya nchini kwetu Tanzania vinaendelea kupambana kweli kweli kuhakikisha kwamba vinaenda kumaliza msimu huu katika nafasi nzuri. Ikumbuke tuko kwenye hatua za mwishoni kabisa na tuko kwenye raundi ya 19, ina maana tuko naweza kusema katikati tumeshavuka, kwa hiyo tunaelekea kwenye msimu pili kwa ajili ya kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26 kwa ujumla. Kama ilivyo ada, usisahau kusubscribe kwa kwa ambaye ndio mara ya kwanza kabisa kukutana nasi, like hii video pamoja na kushare na marafiki zako ili usipitwe na arifa zetu za kimichezo. Wakati mwema, bye bye.